ale kwatete puko ale ako vida mana como kuti ambata sa to ne ko aga puko ako ale ako vida mana kosa. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Online. Leo nimekusogezea makala ya historia ya kabila la Wahadzabe, watu waliobaki na mwanzo wa Hadzabe ni watu wa namna gani. Karibu ungane nami mwanzao hadi mwisho wa makala hii. Usisahau kusubscribe. Katika kaskazini ya kati ya Tanzania, pale ambapo ardhi inapasuka na kuunda bonde la Ufa karibu na maji tulivu ya Ziwa Eyasi, kuna hadithi ya watu wachache lakini wakubwa kwa historia ya binadamu. Watu hao ni Wahadzabe, pia hujulikana kama Wahadza, Watindiga au Wakindiga. Hawa si watu wa kuhamia jana. Ni watu waliokuwapo kabla ya dunia kubadilika jina, kabla ya mipaka kuchorwa, na kabla ya jamii nyingi kuacha uwindaji na kuanza kilimo. Leo, katika dunia ya kisasa iliyojaa teknolojia, Wahadzabe wamebaki kuwa jamii pekee Tanzania, na miongoni mwa wachache duniani wanaoishi kwa kutegemea uwindaji na ukusanyaji wa matunda kama chanzo kikuu cha maisha. Watu wachache, historia kubwa. Kwa mujibu wa takwimu za sasa, idadi ya Wahadzabe ni chini ya watu 1000. Kati yao, takribani watu 300 hadi 400 bado wanaishi maisha ya asili kabisa, wakiwinda, wakikusanya na kuhama kulingana na misimu. Wengine wameanza kuathiriwa na maisha ya kisasa, lakini bado wanabeba utambulisho wa jamii yao. Makazi yao yamejikita katika maeneo ya bonde la Ufa, uwanda wa Serengeti na pembezoni mwa Ziwa Eyasi, sehemu ambayo imekuwa nyumbani kwao kwa maelfu ya miaka. Kabla ya uhamiaji wa wengine. Kabla Tanzania haijajaa makabila mengi tunayoyajua leo, Wahadzabe walikuwa tayari wanaishi katika ardhi hii. Baadaye historia ya uhamiaji ilianza kubadilisha sura ya nchi. Takriban miaka 2500 iliyopita, jamii zinazozungumza lugha za Cushitic zilihamia kaskazini mwa Tanzania. Karibu miaka 1100 iliyopita, Wabantu kutoka Afrika Magharibi walianza kusambaa na kumiliki maeneo mengi ya Tanzania. Na takriban miaka 300 iliyopita, jamii za Kinailoti kutoka Sudan zilihamia kaskazini mwa Tanzania, zikiwemo maeneo ya karibu na Hadzaland. Katika safari hiyo ya historia, Wahadzabe walibaki pale pale. Hawakupanua himaya, hawakujenga falme, wala hawakupigania ardhi. Walichagua kubaki watu wa misitu na savana, wakishirikiana na mazingira. Leo hii, wanazungukwa na makabila mengine kama Datoga, Iraku, Wamasai, Isanzu na Wasukuma. Lakini bado wanajitofautisha kwa kabisa katika mtindo wa maisha. Lugha ya kale isiyo na ndugu Wahadzabe huzungumza lugha yao ya asili iitwayo Hadzane. Ni lugha ya kipekee sana, inayofanana kwa mbali na lugha za Khoisan kwa sababu ya matumizi ya sauti za klik. Hadzane ina aina 3 kuu za sauti za klik: za meno, za alveopalatal na za kina imara. Wataalamu wa lugha wanasema kuwa ingawa kuna mfanano mdogo sana na lugha ya Sandawe, Hadzane haina maneno mengi yanayofanana, cognates, hivyo huchukuliwa kama lugha inayojitenga kabisa, urithi wa kipekee wa binadamu. Kwa sasa, baadhi ya Wahadzabe wanaweza kuzungumza Kiswahili, hasa kutokana na mwingiliano na jamii za nje, lakini Hadzane bado ni moyo wa utambulisho wao. Maisha bila serikali. Wahadzabe hawana chifu, hawana mfalme na hawana serikali. Maisha yao yanategemea usawa na makubaliano ya pamoja. Hakuna anayemiliki ardhi, hakuna anayejilimbikizia mali. Kilichopatikana leo ni cha wote. Wanaume huamka mapema wakiwa na pinde na mishale yao, wakifuatilia nyayo za wanyama. Wanawake nao hukusanya mizizi, matunda na mbegu. Asali ni chakula cha thamani sana, na uwindaji si tu njia ya kupata chakula, bali ni sehemu ya utambulisho wao. Wahadzabe na utalii wa kisasa leo. Wahadzabe wameingia katika ramani ya dunia. Kama ilivyo kwa Wamasai, kabila hili limekuwa kivutio kikubwa cha utalii.
Watalii kutoka nchi mbalimbali husafiri hadi ziwa Eyasi ili kujifunza na kushuhudia maisha ya wawindaji hawa wa kale. Katika vijiji vya Wahadzabe, shughuli mbalimbali za kitalii hufanyika kama vile: watalii huandamana na Wahadzabe kwenda kuwinda, hushiriki au kushuhudia uvuvi katika ziwa Eyasi, hufanya safari za mtumbwi, hutembelea mapango ya kale ya Wahadzabe, hujifunza mimea inayotumika kutengeneza sumu ya mishale, na hutembelea maboma yao kusikiliza hadithi za maisha yao ya zamani na ya sasa. Utalii umeleta faida kama kipato na utambuzi wa kimataifa, lakini pia umeleta changamoto: kupotea kwa mila, kuathiriwa kwa lugha na shinikizo la kubadilisha maisha yao ya asili. Wahadzabe si masalio ya historia, bali ni historia inayoishi. Wanasimama kama ukumbusho wa safari ndefu ya binadamu, kutoka kuishi kwa asili hadi dunia ya kisasa. Hatima yao iko mikononi mwa dunia inayowatazama. Wataheshimiwa kama jamii huru au wataachwa wapotee taratibu? Hadithi ya Wahadzabe si ya kusimulia tu, ni hadithi ya kutafakari tulikotoka na kujiuliza tunakoenda. Na hapa natia nanga ya makala hii. Usisahau kusubscribe, share, like, comment. Positivity Online. Stay positive with us. Buruzwa atone ale kwa kadebe.